Nafasi ya mama katika maisha yetu ni kubwa sana. Kila mmoja miongoni mwetu ajaribu kufikiria nafasi ya mzazi wake, na hususan mama katika malezi yake, katika makuzi yake, katika hali aliyokuwa nayo hivi sasa. Mama ana sehemu asilimia ngapi katika hali aliyonayo? Bila shaka wengi wetu tutasema kwamba ana asilimia kubwa sana za malezi. Katika mafundisho ya dini tukufu ya Kiislamu, mama anachukua nafasi 3 zaidi ya baba. Si kwa sababu nyingine, ni kwa sababu ya umuhimu wake. Kwa ndugu yangu, kama mama yako mzazi yupo hai, huu ndio wakati wa kukumbuka fadhila zake. Hebu baada ya kusikia clip hii, kama yuko mbali na wewe, mpigie simu, mwambie mama yangu nakupenda. Mtumie na zawadi anayoipenda. Lakini kama yuko karibu na wewe, hebu mwenda kambusu kichwa chake, kaa naye, zungumza naye, mfurahishe. Lakini kama ametangulia mbele ya haki, nyanyua mikono yako juu na kumwombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kusema Mwenyezi Mungu msamehe madhambi yake na muonee huruma kama alivyonilea mimi nilivyokuwa ni mdogo. Imam Malik radhiyallahu anhu alilelewa na mama yake, na mpaka kuwa ni imamu mkubwa kiasi hichi ni juhudi za mama yake. Yeye alipenda kuwa mwanamuziki, alipenda kuwa naimba nashid, lakini mama aliona haitamfikisha katika kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwambia, mwanangu, sura yako mbaya, hakuna anaweza kuipenda, haifanani hata na sauti yako. Akakata tamaa na akaingia katika kusoma dini, na hatimaye akawa ni mmoja katika maulama wakubwa na maimamu wakubwa wa Kiislamu. Lakini kuna kisa cha mtu mmoja mashuhuri sana ambaye alifeli katika masomo yake akiwa shule ya msingi, kiasi cha kwamba walimu wakamwandikia barua, wakampa ampelekee mzazi wake. Alikuwa analelewa na mama yake, akaichukua akampelekea mama yake. Mama akaisoma, akasema, mtoto akawa anasubiri aelewe kilichoandikwa. Akaambia, mwanangu, walimu wanasema kwamba wewe mashallah, kwa akili na uwezo uliokuwa nao, hakuna mwalimu pale anayeweza kukusomesha, bali usomee nyumbani. Kwa hiyo utakuwa unasomea hapa nyumbani. Kwa hiyo yule kijana akasomea nyumbani mpaka akaja kuwa mkubwa kabisa. Mtu huyo ni Thomas Edison, ambaye amegundua umeme. Mtu aliyovumbua umeme wa kwanza, au taa zinazowaka hizi, ndio alikuwa darasani, alionekana ni mjinga kiasi hicho. Lakini Thomas Edison alipokuwa mkubwa na mama yake ameshatangulia mbele ya haki, kwenda kufungua katika mikoba ya mzazi wake, alikuta ile barua imeandikwa, tunaomba mumpokee kijana wenu, ni Tahira, na sisi hatuwezi kumsomea, na kuanzia sasa hivi amefukuzwa shule, yani asije tena shuleni. Thomas Edison anasema alilia sana baada ya kuipata ile barua, na alielewa kwamba aliyemfanya afikie pale alipo ni mama yake na malezi yake na mafundisho yake. Ndugu zangu Waislamu na wote mnaoniangalia, mama ana nafasi kubwa sana katika maisha yetu. Kama umekhtalifiana na mama yako, huu ndio muda wa kwenda kumpigia magoti na kubusu mikono yake na kumuomba radhi. Jazakumullahu khairan.